For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze kipindi chetu. Somo letu la leo linasema hivi: mbegu ya mabadiliko. Mbegu ya mabadiliko, the seed of change. Leo tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2020, the seed of change. Kila mtu anahitaji mbegu ya mabadiliko. Kila mtu anahitaji mbegu ya mabadiliko. Hilo ni jambo la msingi. Ulikuwa mtoto mdogo, ulikuwa mtu mzima, hayo ni mabadiliko. Mbegu ya mabadiliko. Hebu tuangalie Paulo anasema nini kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, nilipokuwa mtoto mchanga nilisema kama mtoto mchanga, nilifahamu kama mtoto mchanga, nilifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima niliyabatilisha mambo ya kitoto. Hiyo ni mbegu ya mabadiliko. Alipokuwa mtu mzima alibatilisha mambo ya kitoto. Kwa hiyo kila mtu anahitaji mbegu ya mabadiliko. Kuna natural seed, kuna aina 5 za mbegu, tutaziona. Kwa hiyo uangalie ni mbegu gani ambayo italeta mabadiliko kwenye maisha yako. Ni mbegu gani ambayo umeipanda sasa hivi kwenye maisha yako ambayo unatarajia kuvuna mabadiliko. Kwa hiyo lazima ujue unachokihitaji ni mbegu ya mabadiliko, the seed of change. Ni mbegu gani inaweza kubadilisha maisha yako sasa hivi? Kuna mtu anachagua mbegu ya mahindi na ikambadilisha maisha yake akawa mkulima wa mahindi. Kuna mtu akachagua mbegu ya nyanya ikabadilisha maisha yake akawa mkulima wa nyanya, kama Henry Hayes mwenye kampuni inaitwa Tomato Hayes. Mbegu ya nyanya ndio ilibadilisha maisha yake, alilima nyanya. Kuna mtu mwingine mbegu ya ngano ndio ilibadilisha maisha yake. Kuna mtu mwingine mbegu ya ndizi. Kuna mataifa mbalimbali yana umaarufu kwa kilimo cha aina fulani. Kuna mwingine ni mbegu ya kahawa, ilibadilisha maisha yake. Mtu mwingine ni mbegu ya ndizi, mche wa ndizi, ilibadilisha maisha yake. Mwingine ni miwa, mbegu ya miwa, miche ya miwa, ilibadilisha maisha yake. Kutakuta nchi fulani ni maarufu kwa zao fulani, kwamba mbegu ya lile zao ndio imeleta umaarufu katika ile nchi. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba unahitaji mbegu ya mabadiliko. Tutaangalia hizo ni natural seed. Nimejaribu kukutajia aina za mbegu za asili, traditional seeds, mbegu ambazo Mungu aliziumba, mbegu ambazo zinaonekana kwa macho, na kuna mbegu ambazo hazionekani kwa macho. Lakini somo letu leo la msingi sio kuangalia mbegu zinazoonekana kwa macho, mbegu ya mahindi, mbegu ya ngano, mbegu ya kahawa, mbegu ya miwa, miogo. Hapana. Ni kweli zinaweza kubadilisha maisha yako na zimebadilisha maisha ya watu. Tunajaribu kuangalia kwenye upande wa spiritual
seeds, mbegu za kiroho. Inaweza kuwa leo hauna shamba, lakini una uwezo wa kuwa na mbegu ya kiroho. Na mbegu ya kiroho unaipanda wapi? Unapanda kwenye akili yako, unaipanda kwenye moyo wako. Maeneo mawili. Unaweza kuwa una shamba physical, shamba la ardhi, lakini una shamba la akili, una shamba la moyo wako. Mungu anaangalia moyo wa mtu, kilichopandwa ndani yake. Mungu angalia shamba ambalo umepanda uko porini. Hapana. Mungu anaangalia shamba lililoko ndani ya moyo wa mtu. Angalia ukubwa wa shamba, unaweka 2,000, 10,000, 100,000. Mungu anaangalia kwenye moyo wako umepanda nini. Kwa hiyo tunachojaribu kukiangalia, tunaangalia shamba ambalo ni moyo wa mtu na shamba ambalo ni akili ya mtu. Neno la Mungu linasema nini? Kwenye kitabu cha Mathayo sura 13 mstari wa 19, Mathayo 13:19, neno la Mungu linasema, kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, uje yule muovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Kila mtu asipoelewa, kila mtu alisikiapo neno la ufalme na asielewe nalo, uje yule muovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Kwamba neno la Mungu linapandwa kwenye moyo wa mtu, kwenye akili ya mtu, kwenye akili ya mtu. Hiyo ndio mbegu ya mabadiliko. Mbegu ya mabadiliko ni mbegu za kiroho, sio mbegu za kimwili. Mbegu ya mabadiliko ni mbegu za kiroho. Ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 8 mstari wa 10, Waebrania sura ya 8 mstari wa 10, neno la Mungu linasema nini? Maana hili ndilo agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapa sheria zangu katika nia zao, nitawapa sheria zangu katika nia zao, nitawapa sheria zangu katika akili zao, na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Mungu anaandika sheria zake katika akili yako na katika moyo wako. Ukienda kwenye kitabu hicho cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 16, neno la Mungu linasema nini? Waebrania 10:16 asema, ili ni agano nitakalo agana nao baada ya siku zile, asema Bwana, nitatia sheria zangu mioyoni mwao, na katika nia zao nitaziandika. Ndipo nitaziandika. Akasema ndipo anena hapo, dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Mungu atakapoandika sheria yake katika akili yako, katika moyo wako, hatakumbuka uasi wako wala dhambi zako tena. Hatakumbuka. Cha kutafuta ni Mungu aandike sheria yake katika moyo wako, ili asikumbuke dhambi zako, na ndio milango inaanza kufunguka. Mungu atakapoandika sheria yake katika moyo wako, katika akili yako, anafuta dhambi zote. Ndivyo alivyofanya kwa Daudi, atafanya na kwako pia, na atafanya kwangu pia. Pale unapo mruhusu Mungu aandike sheria yake katika akili yako na katika moyo wako. Mpende Bwana Mungu wako kwa akili zako zote, kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, na kwa nafsi yako yote, na umpende jirani yako kama unavyopenda nafsi yako. Akifika kwenye hicho kiwango, hakuna kuhesabiwa dhambi tena. You are free sin. Una exemption ya dhambi. Kuna kuhesabiwa dhambi, msamaha dhambi. Kwa lazima uangalie Mungu atakapoandika, atakapopanda mbegu yake
katika moyo wako, ndio maisha yataanza kubadilika. Ni kwa nini tunasema mbegu ya mabadiliko? Mbegu ya mabadiliko ni neno la Mungu. Tutaziangalia aina 5 za mbegu, alafu tuangalie mbegu ya mabadiliko ambayo ni neno la Mungu. Kwa hiyo kwa ufahamu tutakwenda kumshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu tuendelee na somo letu linasema mbegu ya mabadiliko, the seed of change, mbegu ya mabadiliko. Asante, tumshukuru Mungu kwa dakika moja. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 4 tunayafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante kwa siku mpya uliyofanya kwa ajili yetu, tunaifurahia na kuishangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunabariki ya majira ya saa 4 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 4 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 4 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 4 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, tumaini la Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 4 na uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, mbegu ya Kristo, neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 4 kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo, kujifunza biashara. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu ya Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo, nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa siku mpya leo uliyofanya kwa ajili yetu. Tunafurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunakuomba Roho Mtakatifu, utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Ndio makabisa msalabani, kwa maana fadhili za Kristo za milele katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha katika majira ya saa 4, uwe mwalimu wetu. Tufundishe njia zako, tuoneshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Okay, tuendelee na somo letu. The seed of change, mbegu ya mabadiliko. Kuna aina 5 za mbegu, nataka tuziangalie. Aina kwanza ya mbegu, aina ya kwanza ya mbegu ni mbegu, ni natural seed, mbegu za asili. Aina ya kwanza ya mbegu ni mbegu za asili. Somo letu linasema the seed of change, mbegu ya mabadiliko. Na kuna aina 5 za mbegu hapa duniani, aina 5 za mbegu. Tutajaribu kuziangalia hizo aina za mbegu na tuangalie ni mbegu gani ambayo italeta mabadiliko makubwa. Tumeangalia kuna nchi ambazo ni maarufu kwa kilimo cha aina fulani, na kila nchi inayolima lile zao limeleta mabadiliko katika ile nchi. Imeleta, kama kuna nchi ni maarufu kwa ulimaji wa kahawa, nyingine ni ulimaji wa miwa, nyingine ni ndizi, nyingine ni mahindi kama Marekani wanalima sana mahindi, nyingine ni maharage. Kumbe lakini lile zao limeleta mabadiliko katika ile nchi. Sasa tuangalie leo katika eneo la mbegu za kuonekana, mbegu za kimwili. Tunaangalia kwenye eneo la mbegu za kiroho. Kwa sababu mbegu za kiroho kila mtu anazo. Kila mtu anazo. Tutaangalia katika hizo aina 5 za mbegu, utaona kabisa ni mbegu gani ambayo ukiapply, ukitumia italeta mabadiliko kwenye maisha yako. Swala ni kwamba mbegu ni chanzo. Mbegu ni mwanzo. Sasa mwanzo ni mbegu, alafu matokeo ni mwisho. Mwanzo na mwisho, alfa na omega. Na tutaangalia ni kwa nini Yesu alisema yeye ni mkate wa uzima. Kwa nini akusema yeye ni mbegu ya uzima? Tutaangalia hilo eneo pia.
Kwa nini akusema yeye ni mbegu ya uzima? Akasema mimi ni mkate wa uzima. Tutaangalia hilo eneo. Kwa hiyo lazima tunaangalia aina 5 za mbegu. Aina ya kwanza ya mbegu ni mbegu za asili. Mbegu mahindi, maharage. Tutasoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 11 na 12. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 11 na 12. Neno la Mungu linasema nini? Mungu akasema nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda ya jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Sura 12, nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambao mbegu yake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu alitengeneza mbegu, alisema mbegu za mahindi, mbegu za maharage, zikatokea. Hiyo ni mbegu za asili. Aina ya pili ya mbegu ni seed money, mbegu ya fedha. Seed money. Hii ni mbegu ya fedha. Hii ni mbegu ambayo unapewa na ndugu yako, baba yako, mama yako, rafiki yako, kuanzia biashara. Seed money au seed capital, mbegu ya mtaji wa mbegu. Seed money. Hii ni aina ya mbegu. Nataka tuangalie aina 5 za mbegu ili tuangalie ni mbegu gani ambayo itabadilisha maisha yako. Kuna mbegu ya pesa. Mbegu ya pesa tutasoma kwenye kitabu cha Luka sura 19 mstari wa 11 mpaka wa 27. Luka 19 mstari wa 11 mpaka mstari wa 27. Tutasoma mstari wa 13 tu. Ukisoma Luka nzima utapata story nzima. Tutasoma mstari wa 13 kwa ajili ya muda. Ukisoma Luka 19 mstari wa 11 mpaka 27 utapata story nzima. Neno la Mungu linasema nini? Mstari wa 13, akaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Hiyo ni mbegu ya fedha. Wamepewa mbegu ya fedha, wafanye biashara mpaka Yesu atakaporudi. Yesu amewapa watu mbegu ya fedha. Luka 19 mstari wa 11 mpaka 27 utapata story nzima. Lakini nimejaribu kukupa picha kwamba kuna mbegu ya fedha ambayo pia watu wanapewa mbegu za fedha. Yesu aliwapa wanafunzi wake, akamwambia fanyeni biashara mpaka atakapokuja. Mbegu nyingine ni mbegu ya muda. Seed time. Mbegu ya muda. Seed time. Kila mmoja ana mbegu. The seed of time. Kila mmoja anapewa mbegu. Kila siku anapewa masaa 24. Kila siku moja ina sekunde 86,400. Una mbegu 86,400, kama vile unavyoona mbegu ya haradali. Yesu akasema ukiwa na imani kidogo tu kama mbegu ya haradali, una uwezo kusema mlima ng'oke ukang'oka na ukakutii. Sasa kila mmoja anapewa kibakuli cha mbegu, kibakuli kama mbegu ya ulezi. Mbegu ya ulezi, kibakuli kimejaa. Ziko zile mbegu kizihesabu, ziko 86,400. Lisali moja lina dakika 60. Siku moja masaa 24. Masaa 24, lisali moja dakika 60 na sekunde 60. Kila dakika moja na sekunde 60. Kwa hiyo masaa 24 ni sekunde 86,400. Kila anze kile kisekunde kidogo, kisekunde kimoja unatoa sekunde 86,400. Ni kibakuli kimejazwa sekunde 86,400. Umepewa kila siku, utumie, kesho utapewa kingine kipya, kibakuli kingine kimejaa visekunde 86,000, kama unavyoona mbegu ya ulezi. Kwa kila sekunde moja ni mbegu. Unaulizwa umepanda wapi? Na ndicho kitu ambacho ukifika mbinguni cha kwanza ambacho mwanadamu atakachoulizwa,
ulitumiaje muda wako? Hamna kitu kingine. Ulitumiaje ujana wako? Ulitumiaje muda wako? Ulitumia hiyo ndio somo ambalo alifundishwa kanisani, alifundishwa shuleni. Shuleni ufundishwe muda, wala ufundishwe imani. Shuleni unafundishwa vitu vingine tofauti kabisa. Shuleni ufundishwe tabia, unafundishwa maarifa. Wakati unatakiwa ufundishwe tabia, character. Tabia ndio kitu ambacho kinasababisha mtu afanye vizuri. Tabia ina base kwenye muda. Ujue tabia za muda. Ufundishwe imani. Hivi vitu viwili ukifundishwa muda, ukafundishwa imani, ukafundishwa tabia, vitu vitatu, maisha yako yanabadilika. Uhitaji shule nyingine yoyote. Uhitaji kitu kingine chochote. Hivyo ni vikubwa, na sababu shuleni ufundishwe. Kwa sababu leo watu wengi ni wasomi na wanateseka. Kwa nini elimu hawasaidii? Ni kwa sababu vitu walivyofundishwa. Wamefundishwa matokeo au kufundishwa chanzo. Ufundishwa matokeo. Kwa hiyo lazima ujue mbegu ni nini. Muda ni mbegu. Hebu tuangalie kwenye maandiko. Tuangalie kwenye kitabu cha Nyakati wa Kwanza. Nyakati wa Kwanza 12. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura 12 mstari wa 36. Hawa ni watu walioweza kutumia mbegu ya muda vizuri. Walikuwa na akili ya kujua nyakati. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura 12 mstari wa 32. Neno la Mungu linasema, na wana wa Isakari watu wenye akili za kujua nyakati, na wana wa Isakari watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasa Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200, na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Wana wa Isakari walikuwa na akili za kujua swala la muda. Hao na watu waliotumia muda vizuri. Na katika watu 3,000,000 ni watu 200 tu walikuwa wanajua swala la muda. Walikuwa na akili ya muda. Na sababu kila siku ukiamka asubuhi, muombe Mungu akupe akili ya muda. Daniel aliomba Mungu ampe akili apate ufahamu. Mungu nipe akili ya muda nipate ufahamu, niweze kutumia muda wangu vizuri. Kwa sababu shida iko kwenye muda. Hakuna tofauti ya tajiri na maskini, ni muda. Hamna kitu kingine, sio fedha. Huyu anatumia muda kwa staili nzuri, mwingine anatumia muda kwa vitu vinavyozalisha, mwingine anatumia kwa muda kwa vitu ambavyo havizalishi. Kwa sababu duniani ukishafundisha mtu tu swala la muda, huwezi kumtawala. Wewe ndio rais wa muda wako. Rais wa nchi yote duniani sio rais wa muda wako. Yeye ni rais wa nchi, ni rais wa muda wake, na rais wa familia yake. Na wewe pia ni rais wa familia yako, rais wa muda wako, na rais wa biashara yako, rais wa kazi yako, kila kitu. Wewe ndio president wa muda wako. Ukigundua kwamba wewe ni CEO wa muda wako, kwa sababu una masaa 24 na huyo ambaye ni mwingine ana masaa 24, kwa hivyo utakapotumia muda wako ndio majibu utakayopata ya maisha. Majibu ya maisha yanatokana kwenye muda. Hebu tuangalie kwenye Waefeso 5 mstari wa 15 mpaka wa 17. Eneo la muda. Waefeso sura ya 5 mstari wa 15 mpaka wa 17. Neno la Mungu linasema nini? Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Mstari wa 16, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Mstari wa 17, kwa sababu hiyo msio wajinga, bali mfahamu nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Basi mfahamu nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Mungu anafanya kazi sana na watu wanaoishi muda. Kwenye maisha, zao lako likiwa ni muda, lazima ufanikiwe. Leo hii wa China, wa Japani, nchi zote zilizoendelea duniani, biashara yao ni muda, sio fedha. Biashara ya Mwafrika ni fedha, biashara ya mzungu ni muda. Mzungu kila kitu anaangalia muda, Mwafrika anaangalia fedha. Biashara Mchina alipogundua kwamba biashara mzungu ni muda, Mchina alirudi kwenye muda. Kipa Mchina kazi leo,
cha kwanza anapiga mahesabu ya hii kazi atamaliza kwa muda gani. Sio pesa. Kimpa Tanzania kazi, cha kwanza anapiga mahesabu hii kazi itachukua gharama kiasi gani. Gharama ya Mchina inatokana na muda, gharama ya Tanzania inatokana na fedha. Hiyo ndio tofauti ya Mwafrika na Mchina. Mchina anajua kabisa jengo hili litachukua mwaka mmoja. Akishajua kwa mwaka mmoja litaisha, analala site. Barabara hii itaisha miaka mitatu, analala site. Kazi inapiga usiku na mchana. Kwa sababu ya muda, aweza kukabidhi kazi kwa muda ambao ametoa. Bill Gates kazi zake zote zinaenda kwa muda. Vijana wote wanaandika software kwenye kampuni ya Bill Gates, Microsoft, wanatoka China, India na nchi nyingine duniani. Anawapa programu ya software, anawaambia hii programu inatakiwa itoke ndani ya miezi 8. Kila programu ya software inaandikwa ndani ya miezi 8. Anawaambia ikitoka miezi 6 au 5, nawapa bonus kila mtu $1 million. Ili ingie kwenye beta version ijaribiwe, ili mwezi wa 8 ingie full version madukani. Imeshakamilika. Imeshaingizwa sokoni, imejaribiwa, watu wameshaikosoa, mwezi wa 8 inaingizwa full version, inaingia sokoni. Kila mmoja anapewa $1 million. Ni kwa nini? Muda. Tunachokiangalia kwenye maisha ni timing. Yaani ukiwaiwa biashara imeisha. Sio kwamba Bill Gates ndo ana akili kuliko watu wengine. No, alipoingia kwenye program ya software na application, aliingia kwa wakati sahihi. Ni kwa mfano sasa hivi hii huduma tumeingia wakati sahihi kwenye hii huduma. Kwa sababu gani? Sisi tunafundisha watu kumtumikia Mungu. Namna gani Mungu analipa watu ukimtumikia. Yaani Mungu anakulipa kwa style gani? Watu wanajua serikali inalipaje, wanajua makampuni yanalipaje, wanajua mtu binafsi analipaje. Sasa watu hawajui Mungu ukimtumikia Mungu analipaje. Na ndio sababu watu hawamtumikii Mungu. Kwa sababu hamna mtu anajua Mungu analipaje. Mimi nikimtumikia Mungu atanipaje? Hajui. Kwa hiyo tunakufundisha namna gani ambao ukimtumikia Mungu anakulipa. Sasa hivi corona imekuja, imechukua kazi nyingi, imeua kazi, imeua watu, imeua makampuni, imeua biashara, imefunga biashara. Sasa hivi watu wanatafuta kazi. Sasa hivi lazima watu watamtumikia Mungu. Kwamba sisi tumekuja kwenye kipindi kizuri. Kwamba hawana kazi. Sio Tanzania tu. Nchi zote duniani. Marekani zaidi watu 40 milioni 40 wameshapoteza kazi. Na wanazidi kupoteza kazi kila siku. Na kuna biashara ambazo zimefutwa kwenye ramani ya dunia, hazitarudi tena. Na ndio kipindi ambacho Mungu ananyanyua, anashusha wale walioko juu, anashuka chini, wale walioko chini anawapandisha juu. Hiyo kitu kinatokea kila baada ya miaka fulani kwenye dunia. Kuna matajiri ambao wanaondoka kwenye biashara, watachunga kile walichonacho, lakini hawezi kuwa tena matajiri. Watachunga walichonacho. Watakuwa wanachunga nyumba yake, gari lake, biashara yake kidogo, haikui tena. Nadhani kama kuna mfano mzuri, kuna Wahindi walikuwa wako hapa Tanzania. Walifanya vizuri sana kwa sababu wa Tanzania walikuwa wajui masoko ya nje. Baada wa Tanzania kujua masoko ya nje, wala Wahindi biashara zikafa. Kwa sababu Tanzania wameingia kwenye ile biashara. Tunawajua na tulikuwa tunanunua vitu kwao. Maduka yao yamebaki na vumbi tu. Watoto wakahama. Watoto wakaondoka kaenda Uingereza na Canada. Baba akasema mimi nimeshakaa hapa miaka mingi, siwezi kwenda kuanza maisha mapya. Baba anakaa pale dukani anafuta vumbi tu. Watoto wanamtumia hela, anakula kile alichonacho, anaenda zake nyumba ya ibada, anarudi, biashara imeisha. Arudi tena, hakuna kukua tena. Amebaki sehemu moja na anazidi kushuka, anakufa, maisha yameondoka. Kwamba ameondoka kwenye biashara. Baada ya Waafrika kufunguka macho, kwenda China, kwenda kuagiza vitu nje, wale Wahindi wameondoka kwenye biashara. Na ndio hivyo kwa corona imekuja. Kuna watu ambao imeondoa kabisa kwenye biashara, imewaparalyze. Kwa muda mfupi mtu amejenga kampuni kwa miaka 30. Corona haijamaliza mwezi, imefunga ile biashara. Imefunga mwezi ndani, kitu cha miaka 30 umetafuta kwa miaka 30 kinakufa kwa mwezi mmoja. 1 month. Biashara out of business. Kwa hiyo sasa timing, ule muda ku timing ndio kitu sahihi. Kumbe wale watu wote ambao wanajua wanatafuta kazi, tutawafundisha sisi namna gani ukimtumikia Mungu na Mungu analipaje. Kwamba ni time, kwamba hii kitu kinakuja wakati gani, inakuja kwa wakati gani. Unaweza usiwahi wala usichelewe. Inabidi uende kwenye wakati sahihi. Lazima ufanye vizuri. Kwa hiyo muda ni mbegu. Tunaangalia mbegu za mabadiliko, the seed of change. Kuna aina 5 za mbegu. Tumeangalia mbegu ya kwanza ni natural seed, mbegu za asili, mbegu za mahindi, mbegu za maharage. Tumeangalia na pili ni mbegu ya fedha,
fedha ni mfumo wa mbegu. Tunaangalia ya tatu ni mbegu ya muda. Mbegu ya muda. Ya nne ni mbegu ya miradi. Project seed. Project seed, mbegu ya miradi. Hii mbegu ya miradi ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Nataka nikupe mifano mizuri itakayokusaidia. Na nitakupa pia maandiko ya Biblia ya kusaidia mbegu ya miradi. Sasa hivi unachotakiwa kukifanya ni kutoa picha ya nyumba ulionayo kichwani ukiweka kwenye makaratasi. Unatoa picha ya nyumba ulionayo kichwani ukiweka kwenye makaratasi. Ukipita mahali popote, tafuta mahali panajengwa kanisa, panajenga shule, kuna mtu mjane anajenga au yatima au mjane au wazee, mzee anajenga, inajengwa nyumba yote ya ibada, mahali pa kuabudia. Unanunua simenti mfuko moja tu, unapeleka pale. Kama uweze kupeleka mfuko wa simenti, nenda kachukue bei ya simenti, chukua ile fedha, weka kwenye bahasha, iombe. Eleza, mwambie Mungu kwamba hii ni mbegu ya mfuko moja simenti. Peleka ile sehemu anafanya ujenzi. Kila mfuko mmoja unaopeleka, na hauna kiwanja na ramani, Mungu anashusha mifuko 100 kwenye site yako. Ukipeleka lori moja la mchanga, Mungu anashusha roli 100 kwenye site yako. Ukipeleka nondo moja, Mungu anapeleka nondo 100 kwenye site yako. Ukipeleka msumari kilo 1, Mungu anashusha msumari kilo 1. Mungu anabadilisha hii kwa mfumo wa fedha. Hiyo ni sadaka, hiyo ni mbegu ya miradi. Project seed. Lazima unajua kabisa unataka kujenga. Uwezi kuvuna kitu ambacho hujapanda. Hivi lazima ujue kabisa kwenye maisha yalivyo. Maisha ninayoishi mimi leo, ninavuna nilichopanda. Aidha ni kizuri au ni kibaya. Hakuna kulaumu mtu yoyote, kunyoshia mtu yote kidole, kulalamika. Kila kitu hata unayopita kuna mbegu ulipanda. Na kama ukupanda wewe, baba yako na mama yako walipanda, inabidi sasa hivi uvune za baba yako, uvune na za mama yako. Kama vile Esau wakati Yakobo ameiba baraka zake, Yakobo akakimbia. Wakati Esau amerudi, akamkuta Yakobo ameshabarikiwa na Yakobo ameshakimbia. Akamuuliza baba yake, "Ukujaacha hata kidogo?" Baba, yote tumeshamweleza. Kwa sababu alimwambia vile vitu vikubwa. Unajua mtu kukuambia kwamba na uzao wako utakuwa mwingi kama nyota za angani, kama mchanga wa pwani. Hakuna kitu kinafanana na hiyo. Kama matone ya mvua. Hamna wingi tena kama huo. Hamnaga wingi kama huo, ndio wingi wa mwisho. Akwambia itafanana kama matofali. Matofali yako mangapi yanahesabika? Mchanga uhesabiki. Kwamba kama sina kitu nilichokuachia. Sasa kitu ambacho alifanya Esau, alirithi mali za Abraham, akarithi mali za Isaka baba yake, akawa bilionea. Na zile mali zote zimebarikiwa. Kama unaweza kurithi mali, Isaka aliachia utajiri na baba yake nani? Abraham. Mjukuu akarithi mali za watu wao. Ndio sababu siku Yakobo anarudi, Esau alikuwa ni tajiri. Akamwambia mimi ni tajiri, sitaki kitu chochote kutoka kwako. Yakobo anamlazimisha kupokea tu. Yakobo alikuwa anaogopa kwamba atamuua. Unajua mtu asipopokea kitu chako ndio ameshamfanyia kitu, akaogopa. Sasa angalia, alirithi mali za watu wawili. Hebu tuende kwenye maandiko. Kwa hiyo kila kitu ambacho unapitia leo, ninachopitia mimi, navuna nilichopanda. Kurithi kila kitu duniani tunarithi. DNA za wazazi wetu, tunarithi vitu vingi sana kutoka kwa wazazi. Hebu tuangalie kwenye kitabu Imani. Tunarithi imani. Tuangalie kwenye Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 5. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 5. Huyu ni Paulo anamwambia Timotheo. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 5. Paulo anamwambia Timotheo, nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki, ambayo imekaa kwanza katika bibi yako Loisi na katika mama yako Eunike, nami nasadiki
wewe nawe unayo. Timotheo amerithi imani kwa watu wawili, kwa bibi yake, kwa mama yake, na yeye anayo imani sio kuwa na unafiki. Tuko pamoja? Sasa kwa sababu mimi silaumu mtu yote, mimi naanza kuangalia mbegu ambazo baba yangu alipanda kwenye akili yangu na mama yangu, mbegu ambazo sio nzuri. Nikiangalia mbegu ya kwanza, baba yangu na mama yangu walikuwa waandikaji neno la Mungu, walikuwa wasomaji Biblia, walikuwa wanafanya biashara, watafuta pesa tu, walikuwa waenda kwenye semina yoyote, wenyewe ni kutafuta pesa tu, wanajenga manyumba, wanajenga vitu, ni pesa tu wanatafuta. Hiyo mbegu ya kutokusoma ilipandwa, mbegu ya kutokwenda shule ilipandwa. Sasa mbegu ya kutafuta pesa, ya kutaka pesa ilipandwa kwangu. Hiyo imetoka kwa wazazi. Ni sababu siku moja niko Machame, tumeenda kwenye msiba, mtu mmoja akaniintroduce kwamba mimi ni mtoto wa fulani. Ile baba ni tajiri. Akaambia baba yako ndo alifundisha mimi biashara. Baba yako alikuwa anatupa sisi vijana, anatupa debe la mafuta ya karanga, anatupa kauze mnadani, kauze letee langu hii, faida na baki kwa sabuni, katone sabuni. Baba yako bwana kaanza kusifia kuhusu baba yangu alikuwa anafundisha biashara. Na ndicho kitu ambacho mimi nafanyaga mpaka leo. Tuko pamoja? Sasa jaribu kuangalia kwamba kila mtu anakuambia, wajomba zangu wanasema huyu ana akili kama baba yake. Sasa mimi nimeanza kushika pesa nikiwa na umri mdogo, miaka 16 mimi na hela ya kutosha. Sasa ni nini? Ni kurithi kutoka kwa wazazi. Wazazi wanaanza biashara wakiwa wadogo, na unaanza nini? Biashara. Unarithi imani, unarithi biashara, unarithi kila kitu kutoka kwa wazazi. Sasa vile vitu vibaya vyote unavifuta. Unang'oa zile mbegu mbaya zote, unazing'oa. Zile ambazo unajua walikuwa wasomi Biblia, waandiki neno la Mungu, kwa sababu kitafuta madaftari ya baba yako ya neno la Mungu kanisani hamna. Tafuta Biblia walikuwa wanasomaga hakuna. Sasa vitu kama hivyo nafuta, naanza sasa kupanda vya kwako vipya. Unaanza kusoma, unaanza kuandika, unaanza kufikiri, unaanza kufundisha watu wengine, unaanza kumtumikia Mungu, unapanda hizo mbegu. Kwa ni aina ya mbegu ambazo unaziishi, ambazo ulizipanda, ambazo zilipandwa nyingine na wazazi. Na swala ni kwamba hamna haja kulaumu wazazi, umeshazaliwa huko duniani, ni kuanza na kitu kipya. Sasa watu wengi sana wanaogopa kuanza kwa sababu wanafikiri wamechelewa. Mimi nimeanza kumtumikia Mungu nikiwa na miaka 40. Kwenda kanisani. Nimeanza kusoma Biblia nikiwa na miaka 40. Leo na miaka 52. Sijakata tamaa. Kwa sababu najua kabisa hata isipotokea hicho ninachofikiria, Mungu atabaki kuwa Mungu. Hakuna haja ya kukata tamaa. Kwa sababu hapa tunaishi kwa muda mfupi, tunakoenda tena kuishi kwa muda mrefu. Ni vizuri kutengeneza hapa kwa ajili ya uko unakoenda, kuliko kutengeneza hapa alafu uko unakoenda umeharibu. Kwa hiyo lazima hamna haja kukata tamaa. Na mchungaji mmoja kwa kanisa ambalo nilikuwa naabudu, yule mchungaji ana historia kama ya Abraham. Alistaafu akiwa na miaka 55. Alienda kwenye Bible study ile kanisa akiwa na miaka 55. Akaanza kwenda kusoma Biblia akiwa na miaka 55. Akawa mchungaji msaidizi mpaka akawa mchungaji mkubwa kwenye ile kanisa. Akachunga ile kanisa kwa miaka 20. Ameondoka kwenye ile kanisa akiwa na miaka 75, anaagwa. Anakwenda kuanzisha kanisa lake mwenyewe miaka 75. Hiyo ni miaka mitatu imepita nyuma. Mitatu tumeshapita. Mpaka sasa hivi miaka mitatu. Juzi rafiki yangu anapigia simu, kaniambia mchungaji, kwanza amefungua kanisa mawili anafungua kanisa Tanga, kwao Singida anaenda kufungua kanisa, anasambaa ndani ya miaka 75, anafungua makanisa kila mahali. Miaka 75. Mimi nakata tamaa nini? Na ni mchungaji namfahamu, amenifundisha mimi. Akipitaga hapa Arusha, anakwenda kwa Singida, lazima afike atupigie simu tukamsalimie. Ni baba yetu wa kiroho. Ana nguvu. Miaka sasa hivi 78 ana. Hebu niambie, hajakata tamaa. Ameenda kufungua na kanisa lilopewa lilikuwa ni nzuri, alikuwa aripoti kwenye makao makuu Dar es Salaam. Amepewa kanisa katika hiyo branch ya makanisa. Aripoti kwenye makao makuu ya Dar es Salaam. Anaripoti moja kwa moja Nigeria kwa bosi wake. Lakini ameondoka pale kana kuanza huduma yake. Kaza Mungu ameitwa na Mungu akiwa na miaka 75 kwenda kwenye huduma. Sasa unataka nikiangalia vitu kama hivyo,
Unakata tamaa nini? Hamna kukata tamaa. Kuna miaka 100 zaidi ya kuishi. Ndio sababu tunapomshukuru Mungu, tunamshukuru Mungu mpaka mwaka 2100. Mimi ninapomshukuru, mimi nimezaliwa 68. Huwa namshukuru Mungu kuanzia mwaka 1968, mwaka 2020 na mwaka 2100. Kuna miaka 80 mbele hapo. Na huku nishabaza miaka 50. Namshukuru Mungu kwa hiyo mwaka nilozaliwa, mwaka naoishi leo, na miaka, kwa sababu karne moja na miaka 100. Kwa karne yetu tumeshamaliza miaka mingapi? 20, bado miaka 80. Namshukuru Mungu. Mungu ana uwezo, alimuongezea Abraham miaka 100 zaidi. Na hiyo ndio imani. Imani ni kushukuru kwa kile kitu ambacho hujakiona. Kwa hiyo nashukuru na hiyo miaka 80 ndio uko mbele. Naomba Mungu asante kwa tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2100. Unamshukuru Mungu, unamwambia Mungu asante kwa tarehe 20 na ngapi? Tarehe 28 ya mwezi wa 5 uliopita, tarehe ya mwezi wa 6, tarehe ya mwezi wa 7, tarehe ya mwaka. Unaruka unaenda mbali zaidi. Mwaka 10. Utaiona hiyo siku. Utaiona hiyo siku. Sababu umeshamshukuru Mungu na hiyo siku. Hiyo ndio imani. Kama lazima uchanganye namba na maneno, tutaangalia baadaye jinsi gani kuchanganya namba na maneno. Kwa hiyo mbegu ya aina ya 4 ni mbegu ya miradi. Unajua kabisa una mradi unataka kuanzisha, nenda katoe vitu vya ujenzi. Unajua kwa mfano kuna mtu ambaye ana mtoto, nataka mtoto wako wakati atakapoanza shule asome shule nzuri ambazo asome taja Marekani, taja India, taja Japani, taja China, taja nchi yote akasome. Lakini anaanza kupanda mbegu, nenda kwenye shule za msingi za serikali, zile ambazo mtoto hajalipiwa 20,000 kwa mwaka, kalipa 20,000 kwa mwaka. Hiyo ni mbegu umepanda. Mpaka siku mtoto wako anakuwa kuja kwenda shule ya maana, ina maana kwamba ile mbegu imefanya nini? Imekuwa. Unaenda kupanda hiyo mbegu kwa shule za msingi, sio shule za English medium za gali. Shule za msingi za shilingi 20,000 kwa mwaka. Au unaenda kumlipia mtoto ada hela ya chakula. Au unamlipia mtoto yote school bus mwezi mmoja, tunapata mbegu. Mtoto wako atatembea kwa mguu. Hata kwa kila siku ana gari linampeleka shuleni. Na ulipi ni bure. Ulishapanda mbegu na uvuna ulichopanda. Kwamba kuna mbegu za kupanda ili kesho uweze kuvuna. Sasa leo unataka fedha, unajiuliza ulipandaga mbegu gani? Na kuna kosa lingine ambalo watu wanafanyaga kubwa sana. Akiwa wewe unahitaji fedha, una biashara, unahitaji fedha. Alafu una shilingi 100,000 ambayo unatakiwa kupeleka kwa watoto yatima. Unakwenda kuwanunulia watoto yatima chakula na sukari na nguo. Ni kosa kubwa mno. Na wewe unataka fedha. Ukienda kununulia chakula na nguo, utaletewa chakula na nguo. Utavuna ulicho? Wewe unataka pesa, peleka nini? Pesa cash. Wenyewe watajua kitu watakachoenda kufanya. Watanunua umeme, watanunua vitu ambavyo kuna watu wengine wameleta chakula. Wewe kwa nini unapeleka chakula? Peleka hela cash. Kwa sababu unataka hela cash. Umeshasikia TRA hata siku moja wamekona kwenye duka la mtu akasema tunataka cement na nondo. Wanakwambia tunataka nini? Cash. Tutajua nini cha kufanya. Sisi tunataka tukajenge barabara, sisi tuna shida ya cement. Tunataka tukajenge mashule, tunataka tukanunue dawa. Hataki tupe hela cash tukafanye nani wenyewe. Tukajue tutafanyia nini wenyewe. Kwa sababu kama unataka fedha, toa fedha. Unataka fedha, simlie baba yako suti, mpe akanunue mwenyewe. Kanunue mwenyewe. Mwambie baba chukua hii, nenda kanunue. Usimlie gari, mpe hela akanunue gari, mpe milioni 100 mpe kanunue magari unataka. Si unataka hela? Lakini kama unataka upewe gari, mpelekee gari. Utapewa gari. Unataka upewe suti, mpelekee suti. Utapewa suti. Mpe hela, amua ataenda kufanya nini? Ukitaka kumpelekea suti na hela, uvunde suti na uvunde pesa, hayo ni mapenzi yako. Ndapiga double portion. Tuko pamoja. Lakini hiyo ni mbegu ya miradi. Ukitaka kujenga, toa simenti, toa nondo, toa mbao, toa mabati, mpe mtu mwingine, msaidie mtu mwingine. Toa bati moja na Mungu anashusha mabati 100 kwenye site yako. Hiyo ni mbegu ya miradi. Hebu tuangalie kwenye neno la Mungu linasemaje. Tuangalie kwenye Marko 10:29 na 30. Pale tumesema kwamba ukipeleka mbegu moja, ukipeleka bati moja kwa mtu mwenye ujenzi, shule, kanisa, mahali kuna mradi wa kijiji wa watu hao, kwa mjane yote,
kumpelekea bati moja tu, Mungu anashusha mabati 100 kwenye site yako. Marko 10:29 na 30. Marko sura ya 10 mstari 29 na 30. Neno la Mungu linasema nini? Yesu akasema, amen amen nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu au waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa sasa mara 100, atapewa mara 100 sasa, wakati huu, nyumba na ndugu wake, ndugu waume na ndugu na mama na watoto, mashamba pamoja na udhia. Yaani utakuwa tajiri sana, udhia, watakuita Freemason. Na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Yaani utapewa mara 100 katika ulimwengu huu na ulimwengu ujao. Ulimwengu ujao utauona. Na watakuita kila aina majina. Yaani tunaposema Injili na Yesu, Injili ni neno la Mungu, kutoa fedha kwa ajili ya kusupport Injili isonge mbele. Yesu ni watu, ni yatima, wajane, watu, people's business, wafungwa, kusaidia watu kwa ujumla. Yaani Injili, ukisikia Injili ni neno la Mungu, kupeleka Injili isonge mbele, habari njema isonge mbele. Lakini ukisikia Yesu, ndio sababu kusoma kwenye kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 31 mpaka 46. Mathayo 25:31 mpaka 46. Tuna Yesu alisema kwamba nilikuwa hospitalini hamkuja kunitazama, nilikuwa sina nguo hamkunivisha, nilikuwa sina chakula hamkunipa. Akasema aliyemsaidia mdogo huyu amenisaidia mimi. Amenisaidia. Matajiri wanakuja sema sisi ulikuwa hospitalini usije kuona, ulikuwa una chakula tu. Angalia. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba hii ni mbegu ya miradi. Kila unapotoa kitu kwa ajili ya mtu, utavuna kile kitu ambacho umepanda. Ukipanda mahindi utapanda, ukitoa koti utapewa koti, ukitoa viatu utapewa kiatu. Ukipanda mahindi utavuna nini? Mahindi. Ndio jinsi ilivyo, kwamba lazima ujue kwamba utazidishwa mara 100. Kwa hiyo unakuta shida nyingine inakuja ni kwamba ni kile kitu unachokitaka hujapanda mbegu yake na upate kile. Leo kuna mtu anatafuta kazi. Huwezi kupata kazi kama hujapanda mbegu ya kazi. Ukitaka kazi lazima upande mbegu ya kazi. Na mbegu ya kazi unapanda wapi? Unaenda kujitolea. Unaenda kwenye vituo vya watoto yatima, unaenda kuwasaidia kufua, kupika. Unaenda kama unaenda kazini. Kama kazini unajua utakuwa unaenda saa 2 mpaka saa 10. Unaenda hivyo siku 90. Mungu anafungua milango ya kazi. Umeshapata mbegu ya kazi. Siku 90 mbegu imeshaota. Ndio sababu wazungu wakipokosaga kazi kwao, wanakuja Afrika, wanakaa kwenye kituo miezi 6. Na ameshatuma application kule kila mahali. Anakaribia application zote, wanampigia simu, wanaambia uko wapi? Anambia niko Afrika. Nimekuja kujitolea miezi 6. Anatuma picha mahali, anasema tutakusubiri wewe mpaka urudi. Kama una moyo huu, Mungu anaambia huyu ndio mtu nataka umpe kazi hapo. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Ya Mungu. Tuko pamoja. Sasa uwezekani ukapata kazi na hujapata mbegu ya kazi. Unataka upate wateja kwenye biashara yako. Wateja. Mungu, hakuna biashara bila watu, na hakuna ufalme bila watu, hakuna kanisa bila watu, hakuna ufalme wa Mungu bila watu. Kwa hiyo ina maana kwamba unataka watu kwenye biashara, Mungu anakuambia kaniletee mtu mmoja huko mtaani. Niletee mtu mmoja tu kanisani. Atakupa watu 100, atakupa wateja 100. Utaona wateja kweli? Mungu ni mwaminifu. Kamwambie mtu mmoja habari yangu mimi, nitawatangazia watu 100 kuhusu biashara yako. Hapo sasa hivi unachoma mahindi na watakuja kununua. Unaona? Nenda kafanye kanitangaze mimi. Nimekutangaza na yana kutangaza. Umepeleka mtu kanisani na yana kuletea watu. Full stop. Sasa unakuta hamna mbegu umepanda. Alafu unakaa kwenye duka lako tu hivi. Hamna hujaeleza mtu habari ya Yesu. Hujaeleza mtu yote. Sasa hivi kuna mitandao ya kijamii. Facebook. Tangaza kupitia Facebook. Kutangaza leo teknolojia imekuja kurahisisha maisha. Unatangazia watu ukiwa hapo. Sasa hivi tunapotuona sisi hapa, unaona kuna watu wa kutosha. Kila kitu kilichoko hapa kina malaika wamekaa. Sisi watu wetu wako kwenye mtandao. Tuna rekodi hizi somo. Baada ya kipindi kisha tunatuma somo. Kwamba kanisa liko wapi? Kwenye mtandao. Sasa tegemea kanisa liloko physical church kwenye jengo. Tunategemea kanisa kwenye mtandao. Tuko pamoja. Kwa sababu ndio jinsi maisha yalivyorahisishwa.
kwenye Facebook, kwenye Instagram, kwenye WhatsApp, kwenye YouTube, kwenye nini, mitandao yote ni bure, hakuna hata moja unalipia, ni bure. Bado kuna mtu anashindwa kumtangaza Mungu, alafu anataka Mungu amletee wateja. Hajapanda mbegu yote. Miaka ya nyuma tulikuwa tunamtumia Mungu kama babu. Babu ana mti wa mazambarau hapo uwani, tunakuja sio watoto, tunabeba babu, tunaomba mazambarau, chukueni, tunapanda, tunatingisha. Kisha tingisha, tunalokota mazambarau, tunaacha uchafu pale chini. Babu anakuja anafagia mwenyewe. Akaja mtoto wake Yesu akasema, hawa sasa hivi wanatuchezea, wapande watungue, kisha tungua wakusanya waweke pembeni hapo, wafanye usafi kwanza. Ndio wachukua waondoke. Ndio kitu Yesu alikuja kufanya. Yesu ndio alikuja kuharibu kila kitu. Tulikuwa tukisema tukimwomba Mungu kitu anafanya nini? Anatupa, tumwambia Mungu, tunaweka nadhiri, Mungu ukitufanyia hivi tutafanya hivi. Mungu akaja, Yesu akaja akasema no. Hawa watu wasituchezee. Au wasituchezee kabisa. Ngoja nikupe maandiko. Mwanzo sura ya 28 mstari wa 20 mpaka 22. Angalia Yakobo alisema nini. Yakobo anamwambia Mungu amfanyie kwanza. Mwanzo 28 mstari wa 20 mpaka 22. Neno la Mungu linasema nini? Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana Mungu atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila atakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Yakobo ameshafanya iba baraka za ndugu yake, anakimbia huko kwa wajomba zake, amefika njiani amechoka, anateseka, akaanza kuweka nadhiri na Mungu. Amelala njiani huko barabarani, anasema na jiwe hili liloshika hapa itakuwa nyumba yako, utakujenga. Lakini utakachopata Mungu, fanye hivi, usipofanya hivi utakuwa Mungu wangu, utakuwa na Mungu mwingine. Mungu akafanya. Mungu akafanya. Ili kwa Mungu, yaani unamweka nadhiri na Mungu, Mungu anafanya kwanza ya kwako, ndio wewe ufanye ya kwako. Yesu alipokuja akabadilisha kabisa, akasema no. Hii ni sheria ya zamani. Ni kama ile sheria ya Magufuli, alikuja kuleta sheria mpya. Tulikuwa tunalipa road license, akaja akafuta, akasema road license ya mimi kwenye kitu kingine, kwenye mafuta. Simona sheria ya zamani unalipa, sheria mpya ulipi. Unalipia kwa staili nyingine. Tuko pamoja. Sasa utafuata sheria ipi? Ya zamani au mpya? Mpya. Utafuata sheria mpya. Kuna watu walikuwa wameka magari ndani. Walitoa magari, walikuwa wanadaiwa road license hela nyingi sana. Walitoa magari yao. Sasa tuangalie Yesu alipobadilisha, akaja na sheria mpya. Yohana sura ya 15 mstari wa 16. Yohana 15:16. Yesu kaja kuleta sheria mpya. Yohana 15:16, neno la Mungu linasema nini? Yesu anasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mliombalo kwa Baba kwa jina langu mimi awapeni. Mkazae kwanza matunda kwanza. Ndio Yesu akasema, utafuteni kwanza ufalme wake, ufalme wa Mungu, na haki yake, mengine yote mtafanya nini? Mtazidishiwa. Hamtazidishiwa bila kutafuta ufalme wa nini? Wa Mungu. Watu wanatafuta cha mwisho na wanakuja mwanzo. Hilo ndio kosa anafanya. Aenda kutafuta vile vitu ambavyo vinazidishiwa. Mtu anaenda kutafuta pesa kwanza, kishapata pesa anaenda kanisani. Anaweka vitu cha mbele. Na wakati anaenda kanisani ni mgonjwa, ana magonjwa. Ile pesa imeshaleta magonjwa, imeshaharibu mwili. Kwa sababu ile ametafuta kwanza pesa kwanza, hakutafuta ufalme wa nini? Wa Mungu. Katafuta pesa kwanza. Pesa imeshaleta magonjwa, anahamia kanisani. Na kanisani anamweka sisi mbele. Ni mgonjwa ameweka sisi nini? Mbele. Mgonjwa amekaa sisi mbele, amwone daktari haraka. Na mchungaji anampamba kwa sababu anatoa fungu la hela. Na hata utoe fungu la 10 kiasi gani utapona. Mungu anzaji na mtu katikati na pesa chafu hata siku moja. Mungu anzaji na pesa. Yesu, yule kijana tajiri anamfuata Yesu akamwambia, "Master, mwalimu, nawezaje nikaurithi ufalme wa mbinguni?" Yesu akamwambia, "Kauze mali yako yote, ugawie maskini ndio unifuate." Yesu alisema siwezi kuanza nawe katikati. Zakayo akamwambia Yesu, "Nusu ya mali yangu ile niliyoiba nitarudisha, nitagaia maskini, na wale nilioibia nitarudisha mara nyingi." Yesu akamwambia,
kuanzia ile familia imeokoka. Alijua nusu ya mali yake ni ya uwizi, Zakayo. Tuko pamoja? Lakini yule mwenzake Yesu akamwambia kauze yote. Yesu akamwambia kwenye Torati, akamwambia kwenye Torati nimeshika. Mbona Torati kwa hivi? So mwanadamu anaokoka kwenye maeneo manne tofauti. Kama umeajiriwa unaokoka kwenye kazi yako. Umeajiriwa serikalini, kwenye kampuni, okoka kwenye kazi yako lazima iokoke. Kama una biashara lazima biashara yako iokoke. Kama wewe mwenyewe binafsi lazima uokoke wewe binafsi. Alafu na familia yako iokoke. Kwa sababu Joshua baada ya kuingiza wana wa Israeli katika nchi ya ahadi, aliwaambia wale wana wa Israeli, kuanzia leo chagueni mtakayemtumikia. Aidha ni waamuri ambao mnaishi kwenye nchi yao au ambao mlikuwa mnawatumikia ng'ambo ya mto. Mimi na familia yangu tutamtumikia nani? Bwana, tutamtumikia Mungu. Kama familia yako lazima iokoke, lazima wewe mwenyewe uokoke, biashara yako iokoke na kazi yako iokoke. Sasa yule kijana alikuwa ameokoka yeye binafsi, lakini biashara yake ilikuwa haijaokoka. Kwa sababu Yesu akamwambia kauze mali yako, ugaie maskini. Akamwambia Torati imeshikia, tukamwambia kwenye Torati uko vizuri, lakini mali yako haijaokoka. Ndio leo tunaona watu wengi kwenye makanisa wana magari na nyumba ghorofa, wana vitu vingi tu, na wako ndani ya kanisa wanazidi kuongeza vitu. Kweli wameokoka wao, lakini biashara zao hazijafanya nini? Hazijaokoka. Bado wanaikwepa kodi ya serikali, wanaibia serikali, wanasema uongo, wanadhulumu watu. Mbinu za kijanja zinatumika. Kwamba lazima vitu vyote vinne viokoke. Ina maandiko yake kwa sababu ya muda. Tuendelee na somo letu. Namba 5. Mbegu namba 5. Mbegu namba 5 ni neno la Mungu. Seed words. Neno la Mungu. Neno la Mungu ni mbegu. Hii ndio mbegu ya mabadiliko. Neno la Mungu ni mbegu. Luka sura ya 10, Luka 8 mstari wa 11. Luka 8:11, neno la Mungu linasema nini? Mbegu ni neno la Mungu. Nao huo mfano maana yake ni hii. Mbegu ni neno la Mungu. Yesu anasema mbegu nini? Ni neno la Mungu. Hiyo ndio mbegu isiyoharibika. Hiyo ni mbegu ya mabadiliko. Hizi nyingine zote ni mbegu za muda mfupi. Mbegu ya mahindi ni ya muda mfupi, mbegu ya pesa ni ya muda mfupi, mbegu ya muda ni ya muda mfupi, mbegu ya miradi ni ya muda mfupi. Mbegu neno la Mungu. Mbegu na hizi zitapita, lakini neno lake litafanya nini? Hiyo ndio mbegu ya muda mrefu. Ukipanda mbegu ya neno la Mungu, utakaa ulie njaa, utavuna kila siku. Unapanda mbegu moja unavuna kila siku. Kila siku unavuna. Leo ukiangalia watumishi wa Mungu wakubwa duniani wanapanda mbegu ya neno la Mungu kwenye vichwa vya watu, kwenye mioyo ya watu, wanavuna kila siku, wanatumia wana magari, wana mabenki, mashule, mashirika ya ndege, mabiashara makubwa. Ni mbegu ambayo unavuna kila siku. Hizo nyingine zote utavuna baada ya miezi mitatu. Utavuna, utabidi upande tena, lakini ukipanda mbegu ya neno la Mungu daily unavuna. Leo kuna watumishi wa Mungu ambao kila siku kuna watu wanagonga kwenye milango yao, wanapeleka mafungu ya 10, wanapeleka shukrani. Kuna huwezi kwenda kwa mfalme mkono mitupu, kweli uongo? Huwezi kwenda mikono mitupu. Kwa hiyo kuna mbegu kubwa kuliko mbegu zote ni neno la Mungu. Yesu alisema mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno linalotoka katika kinywa cha nani? Cha Mungu. Neno litakalotoka kwenye kinywa cha Mungu utaishi nalo milele. Vizazi vyako, watoto wako watakutana na ile neno. Kwamba baba aliambiwa na Mungu. Leo ukiangalia mtumishi wa Mungu Mwakasege, vizazi na vizazi vyake vitakutana na ile neno. Baba yetu aliambiwa na Mungu, lisha kondoo kwangu. Lisha nini? Yohana 21. Yohana tuko pamoja. Yohana 21:17, 15 mpaka 17. Lisha kondoo. Yesu anamwambia Petro, unanipenda? Anamwambia lisha nini? Mara 3. Petro alimkana Yesu mara 3, na Yesu kuthibitisha kama ananipenda akamuuliza mara ngapi? Mara 3. Kwamba utakuta watoto na watoto watakuta babu. Jumbe za Mwakasege zilizoko kwenye redio, kwenye TV, kwenye mitandao, hata kaza ziondoke. Mikutano yake, CD zake, sasa vitabu vyake. Lisha nini? Ni neno limetoka kwa nani? Kwa Mungu, kwa Bwana. Kwamba Mungu atakapokuambia neno lako hili litakaa milele. Vizazi na vizazi utakuta babu aliambiwa ile neno.
Leo tunasoma historia za Abraham, mpaka ndoto za nani? Za Abraham. Sababu aliambiwa na Mungu hizo ndoto. Leo tuangalia tunasoma historia za Suleiman. Aliambiwa kwenye ndoto, Suleiman anataka nini? Anasema anataka hekima. Tuko pamoja? Kwamba lazima kujitahidi kujua hizi aina 5 za mbegu. Muda wetu wa kipindi cha kwanza umeisha, tutaendelea na kipindi cha pili. Kwa hiyo kipindi cha kwanza tulikuwa tunaangalia hizi aina 5 za mbegu. Aina 5 za mbegu. Na nataka kipindi cha pili tuangalie ni kwa nini Yesu akusema mimi ni mbegu ya uzima, akasema mimi ni mkate wa uzima. Tutaangalia kipindi cha pili. Na tutaangalia jinsi gani ya kubadilisha mbegu kuwa mkate. Sio kubadilisha mawe kuwa nini? Mkate. Watu wengi wanabadilisha mawe kuwa mkate. Kukwepa kodi ya serikali ni kubadilisha mawe kuwa nini? Kuwa mkate. Kuibia wateja ni kubadilisha mawe kuwa mkate. Kusema uongo ni kubadilisha mawe kuwa nini? Mkate. Sasa tunaondoka kwenye hilo eneo. Tutaangalia ile kwenye kipindi cha pili. Kwa nini Yesu akusema mimi ni mbegu ya uzima? Akasema yeye ni mkate wa nini? Uzima. Kwa nini akasema mimi ni nuru ya uzima? Akasema mimi ni maji ya uzima. Mimi ni mwanzo na mwisho. Tutaangalia kwenye kipindi cha pili. Kwa ufahamu tutamshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu tuendelee na kipindi chetu cha pili. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Club duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Kwa majira ya saa 5 tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 5 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 5 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 5 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, roho njema ya Kristo na roho ya kumcha Bwana Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 5 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, tumaini la Kristo, uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 5 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo, malango ya kujifunza biashara katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, kusoma neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunakuomba utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth iliyomwagika msalabani, kwa maana fadhili za Kristo za milele katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa kipindi cha kwanza, asante kwa kipindi cha pili, asante kwa kipindi cha 3. Asante Roho Mtakatifu. Tunakukaribisha katika majira ya saa 5 uwe mwalimu wetu. Utufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen.